Wa Kenya, huu ni ujumbe kuhusu ni nani atakaye kuwa rais wa Kenya 2027. Huu ujumbe nimekuwa nikitafuta mbinu na njia ambayo nitaweza kuachilia kuja kwa wananchi. Karibu miezi 6 iliyopita, mwaka uliopita ndio mwezi wakati ambao nilipokea ujumbe kuhusu ni nani atakaye kuwa rais wa Kenya 2027. Huu ujumbe niliweza kupokea, lakini nimekuwa nikitafuta njia na ambayo nitaweza kuachilia kwa wananchi. So sisi kama wananchi tunaweza taka tukuwe na mtu fulani atuongoze, lakini Mungu ameweza kuona kesho, Mungu anajua kesho, Mungu yani haya maono ni kwa ajili ya kuprove kwamba Mungu anaona kesho, sio kama sisi, sio kama wenye Gen Z wanaona. So atakaye kuwa rais wa Kenya ni kulingana na maono ambayo nilipokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Atakaye kuwa rais wa Kenya ni huyu bado ambaye anaongoza kwa sasa. Huyu mwenye ambaye watu wanakataa, huyu mwenye ambaye watu wamesema kwamba hizi chukua. So maono yanasema kwamba huyu ndiye atakayechukua, sijui atachukua kivipi. Sijui lakini maono yanasema kwamba yeye ndiye atakayeongoza tena kwa mara nyingine. Yaani hii Kenya ataiongoza mara mbili. Hii sahihi akimaliza hii muhula ako nao, hii tamu yenye ako nao sahihi, tena kuna tamu nyingine ambayo ataweza kuongoza. So kwa Kenya ataweza kuongoza mara mbili. So mimi si nabii mkubwa kwa unyenyekevu, ila ni Mungu ameamua kunitumia niweze kupeana ujumbe. Labda Mungu atakuja kunipa ujumbe mwingi zaidi kuhusu nchi yetu ya Kenya na ulimwengu kwa ujumla. Lakini kwa sasa atakaye kuwa rais wa Kenya ni Rais Uhuru Kenyatta, inamaanisha Rais William Ruto. Pia maono ambayo nilipokea baada ya haya ni maono kuhusu kitakachotokea baada ya kura kupigwa. Niliweza kuona roho mbaya akishuka chini kutoka juu ya mawingu, roho mbaya akishuka Kenya. Baadaye nikaona watu wakikimbia hapa na pale. So ndipo Rais Uhuru Kenyatta aliyetoka kwa rais, aliye retire, akakimbia kuniuliza, nini unaweza tuambia nani atakaye kuwa rais wa Kenya? Nikamwambia kulingana na maono ambayo Mwenyezi Mungu amenipa. Hapo sasa ni kwenye maono. Nikamjibu kulingana na maono ambayo Mwenyezi Mungu amenipa, atakaye ongoza ni huyu ambaye bado yupo. So